Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Habari kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuiangaza mezani siku ya leo ni kuhusiana na kile ambacho kinaendelea katika sakata la mchezo wa Kariakoo Derby kati ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club ambao walipaswa kuwa wenyeji katika uwanja wa Benjamin Mkapa tarehe 8 mwezi Machi mwaka 2025 wakialika klabu ya soka ya Simba Sports Club, ambapo timu hizi mbili ni maarufu timu zenye ushawishi mkubwa nchini Tanzania, hata nje ya Tanzania kwa kuwa na mashabiki wengi. Sasa katika mchezo huu ambao ulipangwa kufanyika tarehe 8 mwezi Machi mwaka 2025, tunaona uliweza kuahirishwa kutokana na timu hizi mbili kupishana kwa sababu ya klabu ya soka ya Simba kushindwa kufanya mazoezi. Sasa kwa mujibu wa taarifa ni kwamba TFF waliweza kutoa taarifa ya kucheza mchezo huo, yani kuahirishwa kutokana na kwamba klabu ya soka ya Simba hakupewa kizao za msingi za kufanya mazoezi tarehe 7 mwezi Machi mwaka 2025. Sasa Yanga Sports Club wao waliweza kwenda uwanjani kwa ajili ya kwenda kwenye huo mchezo, kwa sababu ukiangalia wao wanaamini Simba ndiyo wenye makosa, walishindwa kufuata taratibu ili waweze kuruhusiwa kufanya mazoezi katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Sasa kutokana na tukio hili kutokea, basi tunaona kwa upande mwingine watu wengi wanajiuliza, je, nini ambacho kitakwenda kutokea mpaka sasa? Kwa sababu ukiangalia Simba wao wanakuambia wanasubiria tarehe mpya ambayo itapangwa na shirikisho ili waweze kwenda kucheza dhidi ya Yanga Sports Club, lakini Yanga wao wanakuambia hawapo tayari kucheza mchezo huu kwa sababu wanaamini wameshamaliza msimu wa ligi kuu ya NBC kwa kucheza na Simba. Kwa hiyo wao wanataka kanuni zifuatwe ili waweze kupewa haki yao. Sasa kutokana na hili linaloendelea, basi watu wengi walikuwa wanataka kusikia Wizara ya Michezo, Sanaa na Utamaduni ya nchini Tanzania ina lipi la kusema, ambapo tunafahamu wote Wizara ya Elimu ni miongoni mwa chombo cha dola ambacho kwa upande mwingine kinasimamia michezo kuhakikisha kwamba michezo ya nchini Tanzania inakuwa na kila timu inapata haki yake. Sasa kwa mujibu wa katibu mkuu wa Wizara ya Sanaa, Utamaduni na Michezo, hapa tukienda kumwongelea Gerson Msigwa ambaye pia anamwakilisha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye tumemshuhudia mara kwa mara amekuwa akitoa kipaumbele katika kuzipa timu hizi bonus pindi ambapo zinafanya vizuri katika mchezo wa kimataifa. Ameweza kufunguka maneno mazito kuhusiana na mchezo huu, ambapo kwa upande mwingine lawama zote kwa sasa zimeachiwa kwa TFF, kwa sababu ukiangalia Simba wao wanasubiria maamuzi kutoka TFF katika bodi yake, bila kusahau Yanga nao pia wanasubiria maamuzi kutoka katika bodi ya ligi ya TFF. Kwa hiyo Simba kwa upande mwingine na Yanga wanasubiria kuona nini ambacho kitakwenda kuamuliwa. Sasa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia ofisi yake ya Sanaa, Utamaduni na Michezo, kupitia katibu mkuu aliweza kufunguka maneno yanayosema hivi: serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imesema imepata hasara kufuatia kutokufanyika kwa debi ya Kariakoo, kwani ilipanga kuutumia mchezo huo kuzindua kampeni ya kuhamasisha ulipaji wa kodi. Msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa amesisitiza licha ya wao kama serikali kuguswa na hasara hiyo, lakini msimamo wake ni kuwa haitoingilia masuala ya usio mpira wa miguu, na hii ni kwa mujibu wa FIFA. Hivyo suala lolote kuhusu debi wanaopaswa kuulizwa ni mamlaka ya mpira nchini Tanzania ambayo ni TFF. Kwa hiyo tunaona swali kuhusu msimamo wa serikali kuhusu debi ya Kariakoo kutokuchezwa liliulizwa na mwandishi wa michezo kutoka Clouds Media James Bunuma kutoka Dodoma, ambapo tunamshuhudia Gerson Msigwa alikuwa akifunguka kuhusiana na maendeleo ya mpira, kwa sababu yeye pia anatokea ofisi ya michezo. Kwa hivyo serikali tunavyojua, kwa upande mwingine nchi mbalimbali haziruhusiwi kuingilia mambo ya michezo. Tunashuhudia nchi mbalimbali pindi serikali inapoingilia, basi kwa upande mwingine nchi hizo FIFA wanazifungia kuto kushiriki michuano mbalimbali sambamba na CAF. Kwa hiyo tunaweza kushuhudia kama serikali ikiingilia, kuna uwezekano mkubwa kwa upande mwingine ligi yetu ikashindwa kutambulika CAF kule. Kwa hiyo vilabu vinavyoenda kushiriki michuano ya CAF vikashindwa kushiriki. Kwa hivyo TFF kama wao wamepata hasara, kwa upande mwingine serikali imepata hasara, lakini swala hilo kwa upande mwingine wamewaachia TFF kwa sababu ndio mamlaka ama chombo ambacho kinaweza kutatua changamoto hii. Ila kiukweli watu wengi wamekosa burudani, kwa sababu ukiangalia ni mchezo ambao kila mtu
alikuwa akiusubiria kwa nini hatma ya mchezo huo, kwa sababu ni mchezo ambao unavuta hisia za mashabiki wengi, hata viongozi mbalimbali wa serikali tunashuhudia wana timu zao. Kwa hiyo hii ni story ambayo kwa upande mwingine TFF kwa sasa ndio ambao wameachiwa msala kwa ajili ya kutoa majibu ni nini ambacho kitakwenda kufanyika katika mchezo huu. Yanga wenyewe wanakuambia wanataka alama 3, magoli 3 sambamba na kwa upande mwingine walipe fidia ya zaidi ya milioni 56, lakini Simba wanakuambia wanasubiria TFF waweze kutoa tarehe kiende kikaumani. Huenda busara zikatumiwa kuweza kutatua mchezo huu ili uweze kuchezeka tena, kwa sababu mwaka 2021 chini ya Rais wa Jamhuri ya Tanzania Mama Samia Suluhu waliweza kuweka mambo sawa na mchezo ukachezwa ambao ulikuwa na utata kama huu hapa. Nini maoni, mtazamo kwa kile ambacho kimetokea katika mchezo wa Kariakoo Derby? Una nafasi ya kwenda eneo la comment na kutoa neno kwa bodi ya ligi kuu Tanzania bara.